wapo baadhi ya watu, kulingana na kwenye mitandao namna nilivyosoma, wanajaribisha kulihusisha jambo hili na mambo ya kiserikali au na mambo ya kisiasa, na kuona kama vile serikali imefurahia kushambulio la Dr. Kitime. Naomba niweke clear hapa kwamba mimi Albert John Chalamila, Father Kitime ni mlezi wangu kiroho, ni bosi wangu aliyeniajiri kama assistant lecturer wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino. Is my mentor katika masuala ya kitaaluma, being a doctor, na ni mtu ambaye amekuwa na honest feedback anapotaka kushauri jambo lolote. Na kwa mantiki hiyo sioni maana hata kidogo ya ama serikali ama jambo lolote la kisiasa kuweza kufurahia shambulio hili ambalo limetokea kwa kiongozi wetu wa dini, kwa mwalimu wetu, mwana filosofia, mwana theolojia, na kiongozi wetu na advocate mkubwa ndani ya taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo niombe kwamba katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, tunapoangalia jambo hili la shambulio la dokta wetu, la padre wetu, naomba tusimame katikati kwamba jambo hili linaweza kumkuta yoyote. Linaweza kumkuta mkuu wa mkoa, linaweza kumkuta mkuu wa wilaya, linaweza kumkuta mwandishi wa habari, linaweza kumkuta kiongozi yoyote yule. Na ndio maana moja maelekezo niliyoyatoa kwa jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola ni kuhakikisha linaongeza zaidi wigo wa ulinzi wa watu na mali zao, na zaidi linaongeza zaidi wigo wa umakini katika kuhakikisha nyakati kama hizi watu wanaweza kufanya jambo kwa conspiracy tu, kwamba likifanyika jambo ni rahisi kuhamisha kwamba limefanywa jambo hili kwa sababu ya jambo hili. Mimi naomba niwaeleze ndugu zangu waandishi wa habari, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanadamu, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kiongozi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mcha Mungu na mwenye dini, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na yeye anawaheshimu sana viongozi wa dini. Na kwa mantiki hiyo, yeye kama kiongozi wetu wa serikali katika taifa, na mimi kama mwakilishi tu ndani ya mkoa ambako tukio hili limetokea, ni waombe wa Tanzania na hasa wa Dar es Salaam kwamba tujenge imani ya Kristo na tujenge imani ya Allah, kwamba jambo hili litafikia mwisho na waliofanya hivyo watabainika. Naomba nitoe rai tena kwamba tujenge imani na subira, kwamba jambo hili litafikia pale tulipofikia. Wengi waandishi wa habari wamejaribisha pia kuniuliza hali ya Dr. Kitime ikoje. Mimi ninavyofahamu professionally kabisa, na leo asubuhi nilikuwa nasoma baadhi ya maeneo, nimeona baadhi ya watu wakitoa comments kwamba wameangalia CT scan aliyofanyiwa dokta. Sasa mimi kama raia na kama kiongozi, masuala yote ya kitabibu naamini yako kwenye professional, ni professional based. Daktari haruhusiwi kutoa siri za mgonjwa unless otherwise kaambiwa kufanya hivyo kwa mtu anayehusika. Naamini taarifa zozote zile zinazomhusu Padre Kitime na kuumia kwake, ukubwa ama udogo wa kidonda, zitatolewa kwake mwenyewe au zitatolewa kwa taasisi ambayo Dr. Kitime anafanyia kazi, kama hayo yataruhusiwa kufanywa hivyo. Lakini picha alizopiga kujadiliwa labda kwenye mitandao ya kijamii, labda kabla yeye mwenyewe kusema, naona kabisa hiyo ni kinyume kabisa na utaratibu na miiko ambayo tunayo. Lakini sofa kama wote walivyokucha sema kwamba Dr. Kitime amelazwa wapi, na mimi kama mkuu wa mkoa naendelea kumonta hali hiyo, ili Watanzania mwisho wa siku waweze kuja kufahamu ukweli. Hatuna sababu hata kidogo ya kuweza kuficha lolote
kama ambavyo wengine wameomba jambo hili kuweza kuwa la uwazi. Litakuwa la uwazi kama taratibu zinavyoweza kuruhusu, bila kuingilia taaluma ya mtu yoyote, taaluma ya aliyedhuriwa, taaluma ya prosecution agencies hizi, taaluma ya jeshi la polisi, taaluma ya vyombo vya dola, taaluma ya muhimili wa mahakama, pale itakapofikia hatua ya jambo hili kuwa katika mikono ya kimahakama. Hii juzi nimeona tumeambiwa kwamba kesi zitafanyika kwenye mfumo wa nini, kesi ya bwana ndugu yetu Tundu Lissu itafanyika huko, nimeona, lakini bado watu wanasema kwamba sisi tunataka twende Kisutu. Sasa you know why? Mimi as a regional commissioner, brother, and I'm telling you kwamba siwezi kuruhusu watu katika nchi nzima mnakuja mnajaa kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. So what? Nini maana yake itakuwa? Kazi zangu nitazifanya muda gani? Magari ya watu watapita muda gani? Ukizuia misafara huko kwenye magari, mimi nitaendeshaje mkoa? Kwa hiyo nikishasema sihitaji mtu kila moja akawajibike kwenye mkoa wake na kwenye shughuli zake, I mean it. Tena I mean kweli kweli. Na nataka niwathibitishie ndugu zangu waandishi wa habari, as the days goes on, kadiri siku zinavyozidi kwenda, inapokaribia na masuala ya chaguzi, wasije wakaleta mzaha hata kidogo. Narudia upya, wasije wakaleta mzaha hata kidogo. Mimi nimeona ni ndugu yangu Heche juzi lini alisema mkoa nikome kabisa. Nimeona nimejibu ndugu zangu, lakini mimi nikijibu nakuja kuonekana mkoa ni mkorofi. Lakini yule aliyesema mkoa nikome, yeye wala sio mkorofi. Na mimi na siku zangu, my brother and sisters, na siku zangu za kwenda huko. Lakini for today tuzungumze haya mambo ya kitaaluma. Haya mambo ya kitaaluma haya. Lakini huko kwingine mtu akija kwa rafu, sure atajibiwa kwa rafu. Akija kwa greda, atajibiwa kwa greda. Akija kwa msemeno, atajibiwa kwa msemeno. Akija kistaarabu, atajibiwa kistaarabu.